Masikitiko kwenu nyinyi. Young Africans anaokota alama moja akiwa katika ardhi ya nyumbani dhidi ya Al Ahly. Tuzitazame kwanza dakika zote 90 za mchezo. Zilikuwa za aina gani kabla tujaja kuzungumzia baadhi ya matukio yaliyojitokeza kwenye huo mchezo? Zilikuwa dakika 90 nzuri sana kwa upande wa timu zote mbili kwa sababu mechi ilikuwa imebalance. Sikuiona Al Ahly ile ambayo muda mwingi inaweza ikakusaka kutafuta matokeo ya ushindi. Lengo lao nafikiri leo lilikuwa ni moja tu. Walikuja kwa ajili ya kutafuta angalau sare. Sibula vizuri Walikuwa wanacheza kwenye gia muda mwingi mwa mchezo. Nilikuwa namwangalia mwalimu Jesse Thorap kwenye eneo la system ya kiuchezaji, alikuwa anazuia na 4-3-3, lakini 4-3-3 yake alikuwa anakabia kuanzia eneo la katikati mwa uwanja kuja huku chini. Lakini hata kwenye kufanya build up alikuwa anafanya build up from the back. In Africans walikuwa hawaendi kutia pressure sana kwenye lango la timu ya Al Ahly, lakini bado walikuwa hawalazimishi makosa Al Ahly either kujichanganya wakapoteza mipira kirahisi, In Africans ili waweze kufanya turnovers. Hicho kitu kiukweli mimi sikukiona. Walikuwa wamerelax sana Al Ahly, wakiwa wanafanya build up kutokea nyuma, wakiwa wanajaribu kutengeneza mashambulizi kupitia pembeni mwa uwanja ambapo alikuwa anacheza Tahir Mohamed, lakini kushoto pia alikuwa anacheza Mahmoud Trezeguet. Niliona zaidi wakiwa wanapitia kule pembeni. Leo walikuwa wanamkosa Imam Ashur, mtu ambaye alikuwa anahudumu kwenye lile eneo la nyuma ya mshambuliaji bana mdogo Marwan Othman. Alikuwa ni Ahmed Zizu ndo alikuwa anacheza kwenye lile eneo. Bado na yeye hakuwa na madhara yale ambayo tuliyaona aliyasababisha Imam Ashuri kwenye mechi iliyopita. Kwa ulikuwa unaiona Al Ahly zaidi ikiwa inajaribu kucheza kwenye gia na kuja kutafuta sare, kwa sababu wao sare inawanufaisha kwa sababu wao wanapata alama 8. Africans anafikisha alama 5. Lakini wana mechi moja nyumbani na wana mechi nyingine wapi? Ugenini. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni faida, wakifikisha alama 11 wametoboa. Lakini kwa Africans pia performance ya leo haikuwa nzuri sana wala haikuwa mbaya sana. Ilikuwa katikati. Yaani haikuwa wow. Unajua ili wafunge Al Ahly ni lazima uwe na performance bora kupindukia. Ukiwa na performance ya kawaida uwafunge Al Ahly. Walianza vizuri sana in Africans kwa nidhamu kubwa sana, wakiwa na utulivu wa hali ya juu. Ndio maana mwalimu aliamua kucheza na mabeki 4 wenye asili ya kucheza katikati. Mabeki 3 wenye asili ya kucheza katikati. Alafu beki mmoja ndio alikuwa fullback. Lakini kuna muda alikuwa anajaribu kutumia wingback. Kwa maana ya kwamba kuna muda alikuwa anamtumia bwana mdogo Alan Okello ama Max Nzengeli kucheza kama wingback wa kulia. Sibila vizuri. Leo Israel Patrick Mwenda, Atola Kwasiao, Kibwana Shomari walianzia wapi? Walianzia bench. Lengo na madhumuni ni kutengeneza compactness kwenye eneo la ulinzi. Lakini juu yao alikuwa Mohamed Damaro Kamara ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni kuilinda hii back 4 na kutokufanya makosa mengi ambayo yangeweza kuigharimu in Africans. Hilo alilifanya kwa ufanisi mkubwa sana Mohamed Damaro Kamara. Leo alikuwa katika kiwango bora. Bato yake na mtu kama Aliou Dieng ilikuwa kubwa sana. Alikuwa ampi hiyo chance ya kuweza kuidrive Al Ahly kuja kufika kwenye lango la in Africans kirahisi na kuleta madhara. Alikuwa atoi hiyo room ya kufanya link up kati ya Ahmed Zizu ama kile kiungo cha ushambuliaji na wakina Aliou Dieng ama Marwan Atia kwa ajili ya kuidhuru ya Africans. Kwa leo Mohamed Damaro Kamara alifanya wasema majukumu yake kwa usahihi sana. Lakini shida ambayo niloiona mimi, ukiacha kiwango cha Pacome Zouzoua ambaye leo angalau alikuwa na drive team kwenda mbele. Yeye peke yake kuna muda alikuwa anaichukua ile safu ya ulinzi ya Al Ahly, anaingia nayo anajaribu kupiga mipira ya hatari. Akawa anajaribu hata kupiga lakini bado ilikuwa ni ngumu. Ukiacha hivyo bado sikuona performance nzuri kwa wachezaji wote ambao walioanza. Duke Abuya, ukiacha shooter alopiga Alan Okello, bado leo hakuwa na madhara sana. Lakini pili, angalau Depo alikuwa anafanya link up play. Kilichonishangaza sijui mwalimu nini alichokifanya kwenda kumuingiza mtu kama Prince Dube. Subira vizuri. Naamini kuna sababu nyingine angeifanya ingekuwa ni bora zaidi kuliko kumtoa Depo ambaye kuna muda alikuwa anawashughulisha sana
bwana mdogo Marey pamoja na Yasser El Hanif ambaye baadaye alikuja akaumia. Sijui kwa nini alifanya vile. Kwa hiyo ukifanya tathmini ya mchezo mzima kiufundi, unagundua kabisa kwamba Young Africans leo hii hawakucheza vizuri sana wala hawakucheza vibaya sana, haswa kwenye eneo la ushambuliaji ambalo kwangu mimi lilipaswa leo kuwa bora zaidi, kwa sababu Young Africans walikuwa wanazihitaji hizo alama tatu kwa udi na uvumba. Hata aina ya goli walilopata Young Africans leo hii alikuwa kwenye open play, yani tuwafungue Al Ahly kwa ubora alikuwa nao, labda Pacome, labda Alan Okello, labda Depu, labda bwana mdogo Nandi Duke Abuya au Max Nzengeli. Ilikuwa goli walilopata Young Africans lilitengenezwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Ile foul walioipata Young Africans na kufunga lile goli, lile lilikuwa ni kwenye kiwanja cha nini, cha mazoezi, lakini sio kwenye open play ambapo unasema Young Africans leo unaona kabisa wana matamanio kuweza kupata au wana matamanio kuweza kupata ushindi. Unajua ile do or die ilipaswa kuonekana leo kwamba Young Africans lazima wapushi mashambulizi ili kuweza kupata nini, kuweza kupata matokeo mazuri, kwa sababu mimi nisingeshangaa Young Africans kufungwa na Al Ahly. Nisingeshangaa kwa sababu naamini Al Ahly ni bora kuliko Young Africans. Ila ingekuwa ni surprise kwangu na ingekuwa ni furaha zaidi kwangu Young Africans kama angeweza leo kumshughulisha Al Ahly ipasavyo na kuweza kumfunga. Sio mbaya. Wampata alama moja Young Africans, sio mbaya. Lakini bado haiwaweki kwenye mazingira mazuri ya kuweza kufuzu kwenye hatua inayofuata. Klabu bingwa barani Afrika ina maana kuna hatihati ya kuzikosa timu zote mbili kwenye hatua ya robo finali. Kwangu mimi imeniuma. Jana tulivyozungumza, kuna aina ya kikosi ambacho ulikitaja ukasema kama kocha akiamua kuingia na hicho kikosi basi Ahly achomoki. Tuzungumzie kikosi ambacho alikichagua kukianzisha kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves. Kilikuwa na mapungufu ya aina gani kikosi cha kwanza? Binafsi kwanza mimi nisingeanza na Alan Okello. Mimi nisingeanza na Alan Okello. Starboy. Mimi nisingeanza naye. Kwenye ile front 3 mimi ningeanza na Pacome Zouzoua, Depu na Max Nzengeli. Kulingana na mahitaji ya mechi. Kwa nini hao watu watatu? Hao watu watatu wote wana energy, lakini kama haitoshi, hao watu watatu wana uwezo wa kukokota mpira. Alafu ni ngumu kuweza kuwanyang'anya mpira na wana hatari sana wanapofika kwenye box la timu pinzani. Watu watatu. Kwenye eneo la kiungo nilikwambia anapaswa kucheza Mohamed Damaro Kamara na Duke Abuya, kwa sababu Duke Abuya ana uwezo wa kuidrive timu kwenda kwa wapinzani. Yani ana huo uwezo. Alafu Mohamed Damaro Kamara sote tumeshuhudia leo performance yake kwenye kuilinda ile back four. Hakuna mtu ambaye amedoubt. Sibila vizuri. Alafu wale ma wing back mimi ningeweka watu ambao wana uwezo wa kwenda kushambulia. Yani mimi kiukweli nisingeriski kwenda na Dickson Job kwa sababu ya kuzuia. Kwa sababu labda nipate alama moja. Ni mimi lakini. Na jana ulimweka bench. Weka bench. Ule upande wa kulia kama asingecheza Max Nzengeli kama wing back, ule upande mimi naamini kati